Basi mfalme akampenda na akajipanga kumpa promotion, aweze kuwa yeye, akitoka mfalme aje yeye, alafu awasimamia watu wengine. Hawa watu wengine walipojua wakasema hapana, huyu jamaa haiwezekani. Kwanza huyu ni Mwisraeli, ni mgeni hapa kwenye nchi ya ugenini, aje atufanyie kututawala sisi? Hapana, tutamshusha, tukamchongee maneno. Wakatafuta kwenda kumchongea, wakaangalia kwenye maisha yake ya kila siku, yeye ni mwaminifu, hana cha kushtakiwa nacho, hajakosea. Yani wangepata tuka kitu wangemchomekea, lakini wakakosa pa kupitia. Wakasema bado. Mmoja akajitokeza, niwaambie huyu jamaa rahisi tu, tufanyeje? Huyu ukitaka kumpata, mguse kwa kufuata mambo ya Mungu wake. Yani wewe ukigusa mambo ya Mungu, kesho tushampata. Sasa tunafanyaje? Tufanye hivi, si yeye anaabudu Mungu wa mbinguni, sisi tufanye hivi, twende tumuombe mfalme, tutengeneze sheria, sisi tukubaliane huku. Sisi tukikubaliana mfalme hana shida, tutengeneze sheria nzuri tu ambayo na mfalme itampendeza. Sheria ya kusema kwamba kwa siku 30 tu tunataka tufanye ibada kwa mfalme. Bwana mfalme amefanya mambo makubwa bwana. Mfalme aisee, yani wewe unatisha. Nani alingana na wewe? Wafalme wamekuja bwana, lakini wewe ndo kiboko. Kwa sisi tumeonelea wewe ni kama Mungu. Na ili kuthibitisha siku 30 sheria ipite, sisi wote, hii dunia yote unayoitawala kwenye ufalme wako, tutakuabudu asubuhi na jioni na mchana. Wewe tu tutatamka, Dario uishi milele, wewe ndio kini cha uhai wetu, na kadhalika na kadhalika. Wakasema aise, hii tulishampata Danieli. Kama Danieli hata kubali na kwa sababu hatakubali, basi ndio kwa sababu sheria zetu, si mnazijua sheria zetu, tukipitisha sheria tu huwa haibadilishwi. Sheria ya Wamedi na Wajemi ilikuwa kwamba ikishapitishwa, mfalme anaenda anatia sahihi, shatia sahihi yake, kuishi. Hiyo sheria haitabadilishwa milele mpaka labda ufalme wake uishi, aje mfalme mwingine atengue hiyo sheria. Kwa hiyo kwa ufalme wa Wamedi na Wajemi kwa ndio hivyo. Hiyo wakapitisha hivyo, wakakubaliana, alafu wakaenda kwa mfalme. Mfalme naye asiweze kufikiri vizuri, aliposikia bwana ni siku 30 tu za kukuabudu wewe, maana umefanya mambo mazito. Jamani, si mnajua watu wakianza kukusifia katika sheria za mawasiliano, kama unataka kumpata mtu unaanza kwanza kumsifia.